years back, miaka kadhaa nyuma, nilikuwa nachunga kanisa la Magomeni pale Dar es Salaam. I was being a pastor at Sasa ile kanisa lina watu wengi sana. It has a lot of nikiwa mimi nachunga washiriki walikuwa 3100. Miaka hiyo nachunga 3,000 people back then. Kwa hiyo ilikuwa impossible kuwatembelea wote. So it was hard to visit each na and every kuwafahamu wote. and to know all of them. Kwa hiyo nilichokuwa nafanya sabato moja kwa mwezi. So what I was doing one Sabbath per nilikuwa na wahi mapema. I could start at 8. Nasimama pale kwenye gate la kuingilia kanisani. I stand at the gate to enter the church. Ili salimie watu. That I at least greet people. Niwafahamu. Maana ukipanga ratiba kwamba leo nitatembelea. Because if you say I will visit them. Ndio unasikia kuna msiba kwa fulani. You hear this. Nasikia mtoto fulani kapata ajali. Someone has got. Yani unakuta ratiba haikai. As if the timetable is not moja kwa mwezi. So one Sabbath per nilikuwa nasimama pale getini. I sat there at the gate. Salimia watu. Greeting people. Unaitwa nani wewe bwana? Mbona sijawahi kukuona? I've never seen you. Mgeni hapa. Pastor mimi mshiriki wako. I'm here. Niko hapa miaka 10 pastor. Been here for 10 years. Mbona sikufahamu? Why don't I know you? Basi tupo hapa unatubariki sana mchungaji wetu. You are here, you bless us. Na wapa bahasha za zaka na sadaka wanaingia kwenye ibada. I give them some blessings and they enter. Yeah. Sasa siku moja nimesimama pale getini. Now one day I was in the gate. Ikapaki Mercedes Benz. And a Mercedes Benz parked. G-Class. Najua G-Wagon nie wapi. Do you know G-Wagon? Kitu imepaki pale. Something is parked there. Nyeusi inang'aa hivi. Black shining. Private number plate. Sio hizi sijui team ya ngapi private. It's not this and that, it's private. Nikiwa na shangaa nasema huyu amepotea njia maana mimi sina muumini wa namna hii. As I'm asking, this person just lost his way. Akashuka dada mmoja. And one woman. Physically. Very beautiful. Mrembo. Very beautiful. Mrembo kweli kweli. Very beautiful. Hajamfikia Haika lakini ni mrembo. She hasn't reached Haika but she's beautiful. Mrembo. She's beautiful. Na najua huwa tunatiana moyo Bernice. And I know there is times that we give each other hugs. Tunaambiana sijui I don't know beauty is in the eyes of the beholder. We say uzuri upo machoni pale shikilia. Hiyo ni kutiana moyo. That's just to encourage each other. Kweli ni kwamba wapo warembo. The truth is that there is people who are beautiful. Ambao tukiwaona. Who when we look at them. Wote tunakubaliana. All of us agree. Kwamba huyu. This. Ni mrembo. She's pretty. Akashuka pale. And she just kabla hata hajanifikia. And before she even came close to me. Perfume yake ikaanza kunifikia. Her perfume greeted me first. Yani unasikia tu hali ya hewa inabadilika. I just see the environment changing. Akafika pale ameshika simu yake macho matatu nini mambo poa iPad nini poa yuko pale. She came here with gadgets. Gauni lake sio hizi mnadhani ni hizi za Mwenge sijui wapi. And you think it's the ones that from Mwenge and everything. Anakuja na ndege. It comes with a plane. Akatabasamu. And she smiled. Akasema happy Sabbath pastor. And said Sabato njema mchungaji. Happy Sabbath. And I said Sabato njema. Nikamuuliza where are you visiting from? Akasema wewe umetokea wapi? Akasema no pastor. Mchungaji. I'm your church member. Mimi ni wa hapa. You're my church member. Hey, wewe ni wa hapa. How comes I don't know you? Mimi sikufahamu. Pastor, I know you very well. Mchungaji nakufahamu vizuri bwana. Kweli? Really? Kweli. Really? Mara ya mwisho umetembelewa na mchungaji lini wewe? When was the last time the pastor came? Tangia nimeanza kusali ili kanisa sijawahi kutembelewa na mchungaji. Since I started worshiping here, never. Nikamwambia wiki hii. And I said this week nitakuja nyumbani kwako. I will come to your house. Sasa si ndio kazi ya mchungaji? And it's a pastor's work. Akafurahi. And she was happy. Akasema karibu sana pastor. I said welcome. Nikamuuliza unaishi wapi? And I asked where do you live? Akasema pastor usihangaike. I said pastor don't worry. Nitakutumia pin. I will send you a pin. Kipindi hicho mimi hata sielewi pin tena mimi pin. By that time pin. Kwani nguo yangu imechanika pin ya vipi tena? Has my cloth been torn? What is the pin for? Nitakutumia kwenye WhatsApp tu pastor utafika. I will send you through WhatsApp. Tukapanga appointment. And it set an appointment. Tuesday evening. Jioni Jumanne. I'll come visit you. Nitakuja kukuona. Evening. Ndio jioni. Sasa si mchana watu wako kazini. After people at work. Nikamchukua mzee wangu wa kanisa mmoja. And so I took one of the elders. Watoto wana balaa. Nikachukua mzee wangu wa kanisa mmoja. And I took one church elder. Nikachukua mzee wangu wa kanisa mmoja. One church elder. Anaitwa Elder Jean Basco Mutangana. He's called Elder. Nikamwambia tunaenda. And I told him we are going. Appointment yetu ilikuwa mida ya saa 12:30 jioni. An appointment was like 6:30 in the evening. Elder akaja pale kanisani. And the elder came here at church. Kipindi hicho nilikuwa natumia kidude fulani kinaitwa Toyota Vitz. By that time I was using Toyota Vitz. Yaani kile hata kikiharibika kile. Even when it's
Kikiharibika kile, when it has mechanical trouble, unaweza ukakasirika ukakibeba mgongoni ukakimbia nacho garage. you might carry it and go with it to the garage. Tukaingia kwenye mchuma wetu, And we went in, got in the car, tukaweka pin ile, and I put the pin, tukaanza kwenda. and we started going. Inaniambia in 200 meters. 200 Kuna kadada meters. mule ndani nakaita Asha, mimi nakaita Asha. I call it Asha. Kananiambia in 200 meters. He tells me baada ya mita 100, Turn left. geuka kushoto, In the roundabout. kwenye roundabout, Take the second exit. chukua And upande wa turn pili, right. geuza kulia. Tukatoka Magomeni Uswahilini. And from Magomeni Uswahilini, Tukavuka Kinondoni we Uswahilini. went to Kinondoni Kala Uswahilini, mitaa ya Moroko tukaivuka. and went away from Morocco, Tukashuka mitaa ya Namanga. and we went to Namanga, Tukakata taa za St. Peters. and we went to St. Peter's, Tukashuka ubalozi wa Kenya and we kule. went from the embassy of Kenya. Tukaanza kuona tena beach, Indian Ocean ndio hiyo hapo. We started seeing the Indian Ocean, Tukakata mitaa hivi. and we got another turn. Upande huu unaona bahari, This side we see the upande huu magorofa. and this side we see apartments, Kikanipeleka mpaka mbele ya geti. until in front of a gate. Kikaniambia you have arrived at your He destination. told me umefika sasa eneo lako. Nilipofika pale kuna geti, And when there is a gate, nikapiga honi. I pressed the horn. Mlinzi hata hakuhangaika kutoka nje, maana alikuwa na uhakika kwamba tumepotea njia. The gatekeeper did not even have trouble because he knew. Alichungulia tu kwenye kadirisha. He just looked through a Akasema window. mnaenda He wapi? says, where are you going? Tukamwambia tunaenda kwa fulani. And said, we're going to somebody. Akatuangalia. Then he looked at us. Akaangalia gari And he yetu. looked at our car. Akauliza mna And appointment? asked, do you have an appointment? Nikamwambia ndio. I said, yes. Akasema nyie ni wakina nani? Who are you? Mimi ni baba mchungaji. I am the pastor. Akampigia simu. And he called her. Hey, ndio nikaanza kuona miujiza sasa. Hey, I started seeing miracles. Miujiza. Miracles. Kidogo. Just a little. Wapendwa, Beloved, si wadanganyi. I don't lie. Nikaanza kuona geti linajifungua lenyewe. I started seeing the gate open itself. Halisukumwi, It's not pushed. halisogezwi. It's not pulled. Yaani ukisikia Paulo na Sila walitoka, When you had Paul and Silas got milango ya out, gereza ilifunguka. the doors of Ndiye the muamini jail kwamba you ilifunguka. should just believe Yaani it. geti likaenda shwa. The gate shwa. Nikawa nachungulia nyuma, And I nani yule started anafungua? who is that? Hamna mtu. Nobody. Nikaingiza kamkokoteni ketu. And then we put it out. Kalipoingia tu And when it got in, hapa nyuma, inside, kama bahari ya Shamu ilivyofunga. just the same Shwa. way shwa. Yeah, kuna miujiza hapa duniani. There is miracles in this Lakini world. ngojeni niwaambie. But let me tell you something. Hamna kitu mwanadamu anabuni leo There is nothing that a human invents ambacho Mungu hajawahi kukifanya. that God has never done. Munabisha? Do you disagree? Bahati yenu. Good for you. Ningebisha ningewaambia. If you would have Nyie said no, mnadhani eti remote control ni mambo ya hivi leo? you think remote control is something of these Kwani days? hiyo mambo si Mungu alishamaliza zamani? God finished it so long. Alipomwambia Musa nyosha fimbo, When he said, Moses, raise up your bahari feet, kafunguka. and the sea parted. Hakuna jipya. There's nothing new. Eti munasema projector ni mambo ya leo. You're saying projector is something of Munasema today. projector ni mambo ya leo. You're saying projector is something of today. Mumesahau pale Babeli. You have forgotten that Babel. Kuna mkono uliandika mene Tekel na Peres. And there's a hand that wrote them, mene, Hakuna tekel. jipya. There's nothing new. Anyways, tuendelee na ubiri, muda Let us umeisha. continue with the sermon. Kwa hiyo tukaingia ndani ya gari. So we got in. Wapendwa, tulipoingia pale, Mungu wangu. Beloved, when we entered the Hii dunia kuna watu wanaishi. at this world people live. Waimba kwaya, sisi tujitie moyo. Let us encourage ourselves. Bwana anatujengea makao. God is having a place for us. Yanaandaliwa. There is a place for us. Lakini kuna watu wanaishi. But there's people who live. Nilipoingia hivi, When I got in, kushoto hapa my left side, kuna garden. there was a garden. Maua ya kila namna. All kinds of flowers. Mbele kuna ka basketball/tennis court. And in front there is a basketball. Hapa kulia hapa And here at the right side, kuna swimming pool. there is a swimming pool. Kumbuka ni jioni. Remember, it's evening. Maji yale yanawaka taa. The water has lights. Yaani maji yanabadilika rangi. Water changes color. Yanakuwa kijani, becomes nyekundu, green. blue, kijani, nyekundu, yani Green, balaa. white. It's a problem. Nikapeleka gari. And I put a car. Mbele ndo nikaona jumba. Kuna nyumba na jumba. Nyie There mnakaaga is kwenye house nyumba, and jumba. It's a mansion.
Nilipokata hivi niende kwenye car park. And when I turned like this. Oh, wapendwa. Oh, beloved. Nakumbuka wale wapelelezi wa Israeli. Do you remember the spies? Walisema tulijiona kama panzi. And say we saw ourselves as grasshoppers. Na mimi kagari kangu nilikaona kama panzi. And I saw my car as a grasshopper. Pale yalikuwa yamepaki magari. There were great cars. Kuna gari za kuingia. There is cars for you to get na in. kuna gari za kupanda. And there is cars of you tofauti unaijua. You know the difference. Ya kwangu ilikuwa ya kuingia. Mine was entering. Za kwake zilikuwa za kupanda. Hers was for a light. Na haikuwa moja. And it wasn't one. Wala mbili. Or two. Wala tatu. Or three. Na zote zina private number plates. And all of them are private number plates. Jina namba. Ziko pale zimepaki. They are there. Zote nyeusi zinang'aa hivi unaweza ukajiangalia ukajipamba. And all of them are shiny, you could look at yourself. Kidogo yule mama amesimama nje ya nyumba. And that woman stood outside the house. Pastor, karibu sana. Pastor, so welcome. Karibu pastor. Get in, you're welcome. I'm so happy. Nimefurahi. You are in my house. Upo nyumbani kwangu. Akanikumbatia. And she hugged me. Hey. Ile perfume. That perfume. Ikanipiga tena. Got me again. Sasa akafungua mlango. And now she opened. Na hapa ndio ikaanza vita bani. And that's when the war started. Ikaanza vita hapa. The war started. Ananiambia pastor, ingia. Told me, Pastor, get in. Sasa mimi kule chuoni nilikosoma mambo haya ya uchungaji. Where I studied in the university. Nilifundishwa kwamba ukifika kwa watu it is polite to take your shoes off. They said if you enter in someone's house, ni uvue viatu. Kwa mimi nikawa nafanya kile mwalimu wangu alichoniambia. So I was doing what my teacher told me. Ninainama kufungua kamba. As I was turning down to dada ananiambia pastor, no. saying, Pastor, pana. Don't take your shoes off. Usivue viatu. Come in. Wewe ingia. Mimi baraka kuingia kwangu. It's a blessing to be in my house. Na mimi kweli nikisimama. And when I stand, nataka kuingia. I want to enter. Lakini nikichungulia ndani. But if I look inside, kuna carpet nyeupe. There is a white carpet. Za kuambiwa unachanganya na zako. What you have, you add the others. Nikainama tena nifungue. And I also looked down. Akaniambia no pastor. He said, hapana pastor. Usihangaike, Mbaraka ni mchungaji amefika nyumbani kwangu leo. It's a blessing a pastor is in my house today. Ingia tu hivyo. Just get in. Na mimi nikitaka kuingia. And when I want to go in, ile carpet ni kama linaniangalia. The carpet is like it's looking at me. Ananiambia acha ujinga wewe kwa viatu bwana. Yani carpet linang'aa hivi. The carpet is shining. Tulipoingia Mungu wangu. When we got in, oh Lord. Muda umeisha. Time is over. Tutaanzia hapa. We will continue from here. Tutaanzia hapa. We will continue from here. Tutaanzia hapa. We will continue from here. Acheni nyie mnaleta noma, tutaanzia hapa. Stop it, we continue from here. Nini? Form 2. Kidato cha pili. Pastor, niazime basi dakika nyingine 15. Ani 15 more minutes. Tukaingia. So we got in. Sasa mnakumbuka point tunayoisema? Now you remember the point that we said? Msio mnakumbuka story tu mnasahau point. Don't remember only the point, the story. In every public success, katika kila mafanikio ya hadhara, there is private failure. Kuna kushindwa kwa chini. Pale ndani. Inside. Hali ya hewa. The environment. Sio ya Bongoland. It's not from Ghafla ni kama vile tumeingia Tukuyu. It's as if we're in Tukuyu. Pamepoa shwa. It's so cool. Tumekaa kidogo. And we sat a little bit. Juice ndio hizo. The juice came. Tukapiga. We got it. Korosho zikaletwa. And cashew nuts come. Tukapigwa. And we ate. Tende. And tukaweka. And we had them. Vikaja keki fulani hivi vimejipitisha pale tukalamba. We ate. Nikiwa nimekaribia kushiba. And as I was satisfied. Ndio sasa anakuja mkaka mmoja. And one man comes. Mwenye asili kama ya Kispaniola hivi. Like a Spanish man. Anasema madam. And says, Madam. Dinner is ready. Chakula tayari. Mama akatugeukia. Then the woman looked at us. Akasema pastor. And said, Mchungaji. Mpishi amekamilisha kazi. The work is done. Karibuni tule. Ready for lunch. Mimi nimeshakaribia kushiba. I'm already satisfied. Alikuwa mpishi yule, unaodhani nini? He was the cook. What are you thinking? Kushiba. I'm already satisfied. Lakini nikasema basi ngoja niende nikaangalia huko mezani. But I said let me go and take a look. Kufika huko nikakutana na maajabu. And I saw miracles. Nikapiga mavitu mazaga manini manini. And I ate a lot of things. Piga mavitu. Some things there. Mimi niliuliza tu maswali haya. I asked only 3 questions. La kwanza. The first one. Vinakubalika kwenye Walawi 11. Are they allowed through Leviticus? Akasema ndio. She said yes. Cha pili kuna sumu hapa. Number 2, is there poison here? Akasema hapana. I said no. I said nilipiga vitu. I ate.
Piga vitu. I ate. Haya ndio marupurupu ya wachungaji. Now this is what the pastor eats. Mishahara yetu sio mikubwa. Our salary is Kwa hiyo not big. marupurupu ni menu. And so the menu Kama is hizi za everything. makambi hapa tunazipiga sana. And from the camp meetings here and there. Na Mungu awabariki jamani. And Mungu may God awabariki. bless you. May God bless you. Mnatupikia vizuri sana. You cook very well. Piga vitu. Ate something. Sasa nimeshiba. Now I'm satisfied. Mtu mzima nakaribia kuanza kuvimbilwa. And adult is starting to become a glutton. Ndio ananiambia, And now she tells me, Pastor, Chungaji, we have 3 desserts. kuna vyakula vya baada ya mlo. 3. 3. Chagua. You choose. Chagua. Choose. Sasa mimi akisema dessert, Now when he says chakula baada ya mimi mlo, nikawa najua desert. nikaa nadhani jangwa. Anaongelea nini huyu mama? What is she speaking about? Ndio akaanza kujieleza pale. And she started explaining. Kuna keki, kuna ice cream, kuna There's nini? cakes and ice cream. Chagua. Choose. Mimi nitaviona wapi tena? What will I see Nikamwambia again? mama utakavyojisikia wewe Whatever is fine with you, just bring it. Akaleta keki ya moto. And she bought a cake in a bottle. Keki ya moto. Hot cake. Juu yake ameweka ice cream ya baridi. On top there is cold ice Anasema cream. Pastor, unaikata ice cream kuanzia juu unachota mpaka keki unapiga. He says you cut from the top till Na down yenyewe and you eat. nikapiga. And I also ate. Nikiwa nimekaa sawa. And as I was well, Anasema Pastor, ili digestion iende vizuri. and says, Pastor, for digestion to You go need a well, hot drink. unahitaji kitu cha moto. What do you prefer? Unapendelea nini? Mimi namuuliza what do you have? Nikauliza wewe una nini? Anasema kuna tea masala, kuna hibiscus, kuna nini, kuna ginger, kuna Say there's tea masala and hibiscus and things and that, and I said, Nikamwambia mama. And I said, maana woman. pale alikuwa anaongea Kireno, mimi sielewi. Because she was speaking Portuguese, I don't understand. Utakayojisikia. And I said, just bring what suits you. Nikapiga. And I also ate. Baadaye ndo tukarudi sebleni And sasa. later on, we went back to the sitting room. Tukarudi sebleni. When we were at the sitting room, Nikamwambia mama, I told a woman, ninaona picha hapa I see a picture here, ya harusi. a wedding photo. Huyu mwanaume sijawahi kumuona au sio mshiriki wetu? I've never seen this man, or is he not part of us? Mama akaanza kulia. And she started crying. Akalia. She cried. Akalia. She cried. Nyie yule mama alilia. She cried. Yaani alilia mpaka chakula kikaanza kuisha tumboni. She cried until the food started to end. Akalia kwa uchungu kweli kweli. She cried so much. Akasema Pastor, huyo ni mume wangu. Pastor, this is my husband. Lakini miaka 4 iliyopita But 4 years ago, alianza mahusiano na binti fulani wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. he started a relationship with a certain girl from UDSM. Na wameamua kutengeneza familia. They've decided to start a family. Na And akanunua nyumba tu hapo. Yaani mtaa huu nyumba ya 5. the same street, just the 5th house. Akanunua nyumba na sasa hivi wanaishi hapo. He bought a house and they're living there. Anasema wakiwa wanafanya asubuhi mazoezi nao na wanapita hapo wanaenda. He says as we do exercise in the morning, I see them. Kuna ibalai. And so this is a problem. Nikaona niachane na mambo ya mume maana hapa nimeshaanza kuyakoroga. Let me leave the issue of a husband. Nikamwambia naona picha ya mtoto hapa. And I say there is a picture of a Sijawahi child. kumuona huyo mtoto. I've never seen this child. Au anasoma boarding. No, she's that in boarding school. Mama akalia kwa uchungu zaidi ya kwanza. And she cried more. Akalia. She cried bitterly. Yaani alilia mpaka I don't know. She cried until Unajua ile mpaka yani foundation manini yote yameishia kwenye leso until foundation and everything ends. Yaani alilia mpaka machozi meusi. She cried until black tears. Kwamba amwamini alilia machozi meusi. That you don't believe she cried black Kwani tears. mlikuwepo? Were you there? Alilia mimi ndio nimeona machozi meusi. I saw black tears. Yesu alilia ya damu, yeye alilia meusi. Jesus cried blood, she cried black. Nini? What? Mascara? Mascara? Ndio nini? What is that? Headmistress hao wafuta shule wanajua mascara. They know mascara, these people. Alipomaliza kulia, And when she was done crying, akasema ni kweli pastor, huyo ni mwanangu. she said, yes, that's my son. Baada ya baba yake kuondoka, And after his father left, tulikubaliana we had agreed baba yake atakuwa anakaa naye over the week. the father will live with her Juma, over the week. kwenye Juma, siku 5 za Juma. And then mimi nitakuwa naye weekend. And I'll be with him just Ili with Jumamosi Nazobaki. niwe namleta kanisani, Jumapili nampeleka adventure. So on Saturday I take him to church. Weekend and on Sunday moja
one weekend, akanipigia simu akasema kuna mahali wanaenda na mtoto. he told me that there's a place he's going with the Kwa son. hiyo akumleta. And so he never bought him. Mimi nikaenda And kanisani. so I went to church. Niliporudi And when I came back, nikalala. I slept. Ninapoamka When I woke up, kuna missed call nyingi kwenye simu. I found a lot of missed calls. Nikamcall back. I called him back. Anapokea simu analia. And he picks up, he's crying. Ananiambia njoo Aga Khan. He tells me, come to Aga Khan. Nasema nikakimbia, She said, I did fast. nikaenda Aga Khan. I went to Aga Khan. Akanieleza alipokuwa. And told me where he is. Nafika kwenye corridor ya Aga Khan. When I got to the corridor of Aga Khan, Namkuta mume wangu analia, ameweka mikono kichwani. I found my husband crying, hands on his head. Nikimuuliza hanijibu. When I ask, he doesn't answer. Ananyosha kidole kwenye chumba. He just points at a room. Anasema nikaingia kwenye kile chumba. And I got in that room. Nikakuta mtu amelala, amefunikwa kuanzia chini mpaka juu na mashuka meupe. And I found someone who is covered with white. Anasema nilipofungua, And when I took the sheet off, ni mwanangu. it's my son, Pastor. Nikimshika hivi, When I touch him, mwili wake ni wa baridi. his body is cold. Namuita haitiki. I call him, he doesn't answer. Namwongelesha hanijibu. I talk, he doesn't respond. Namtingisha harespond. And he doesn't respond. Pastor, And nikajaribu vyote. Pastor, I tried everything. Nikamwomba Mungu anitendee I muujiza. prayed that God might do a miracle. But my son Lakini mwanangu is dead. alikufa, mchungaji. He's dead. Alikufa, mchungaji. It's only God Na ni Mungu tu that understands my pain. anayeelewa It's uchungu only wangu. God Ni Mungu tu that knows the tears that I cry every night. anayeelewa idadi kiasi cha machozi nilicholia. I have lost it all, Pastor. Nimepoteza vyote, mchungaji. I have lost it all. Nimepoteza vyote. Wewe You, ukimwona when you look at her, utaona G-Wagon, you see a G-Wagon, utaona nyumba Masaki, you see a house at Masaki, utaona swimming pool, you see a swimming pool, utaona magauni ya Uturuki na Yes. Dubai na Marekani, you see clothes from Turkey and everything, utaona iPhone macho matatu, you see iPhone, lakini yeye anakuambia but she's telling you, I have lost it all. nimepoteza vyote. Because in every public success, Kwa sababu katika kila mafanikio ya hadhara there is private failures. kuna kushindwa kwa ndani. Private failures. Kuna kushindwa kwa ndani. Completely private failures. Kushindwa kwa ndani kabisa. What am I saying? Nasema nini? Usiwahi kutamani maisha ya mtu mwingine. Don't be fast to desire one's life. Hujui anapambana na mapepo gani kwenye hayo You maisha. don't know how much demons they are fighting. Mshukuru Mungu kwa mibaraka yako. Thank God for your blessings. Muombe Mungu mibaraka yako mwenyewe. Pray that God might bless you with your blessings. Mibaraka ya wengine huiwezi. You cannot handle the blessings of Unaweza ukawa others. hapo unasema I want to be a millionaire. You might be Nataka here. niwe kama nani? You want to be like Nataka kuwa someone. kama Mo. I want to be like Mo. Never. Kamwe. Never. Kamwe. Never. Kamwe. Mwambie Mungu asante kwa ulivyonipa. Tell God thank you for what you gave me. Niongezee unavyoona vinafaa. Add what you think is best. Lakini kamwe But never usiwahi kutamani maisha ya mtu. desire someone's life. Hata hawa marafiki zako hawa Even the friends that you have ambao wanaonekana kana kwamba they are so successful who seems ya kwamba and they amefanikiwa are so sana happy. na ana furaha There are sana. some private failures they are wrestling with. Kuna kushindwa fulani Na wanapambana vingine nao. haviwezi hata kusemwa mbele ya watu. And others cannot even be Some spoken in of us front we of people. come from rich families, Kuna watu tumetokea kwenye familia za but they kitajiri are broken lakini wamevunjwa and dysfunctional. na hawafanyi Our kazi tena. parents do not talk. Wazazi wetu We hawaongei. are raised by a single parent. Tumelelewa na mzazi Yes, we mmoja. are rich. Ndio sisi ni We have the tajiri, cars. tuna We magari, have the money. tuna hela, But we are not happy. lakini hatuna furaha. We are not happy. Hatuna furaha. Wengine tunatoka kwenye familia And some come from families ambazo wazazi wetu wanaonekana ni viongozi wakubwa. that our parents look like great leaders. Kila siku wako kwenye media huku taifa zima. Every day they're in media, the whole Lakini nation. you don't know the demons that these people fight. Lakini hujui ni mashetani Na gani wewe unakaa wanapambana hapo nao. unasema I wish my dad was a presidential appointee. And here you're I saying wish my natamani mom was babangu like mama so and so. anatamani mamake wewe kama Don't fulani na you fulani. ever, Kamwe. never, Kamwe. never. Kamwe. Unanielewa ninachokisema Do you nyinyi? understand what I'm saying? Muna maisha marefu mbele yenu. There is a long life in front of you. Kamwe. Never. Usiwahi tamani maisha ya mtu yoyote. Never desire someone's life. Shukuru Mungu kwa alivyokupa. Thank God for what He has given you. Muombe kwa mibaraka
mibaraka yako. and pray for your Hiyo blessings. mibaraka ina changamoto zake Every blessings have their own ambazo problems wewe na mimi, that you and I, wewe unaweza kuzibeba, you might carry labda them. mimi siwezi kuzibeba. I cannot carry The them. moment natamani maisha yako, And when I desire your maana life, yake ni kwamba I am also conveying your pain. ni kama nataka nibebe matatizo yako. Yani unapotamani vile vinavyoonekana, When you desire what is seen, ujue vipo you visivyoonekana. should know there is unseen. Because in every public success, Sababu kwenye kila mafanikio ya hadhira there is private failures. kuna kushindwa kwa ndani. Kuna wengine hapa There is people here. tumetoka kwenye familia tu za wakulima, We're from families of farmers. hatuna vingi, We don't have much, lakini tunapendana, but we love each other. tunaheshimiana. We respect each other. Baba hana watoto wa nje, Father does not have other mama children, hachepuki. and the mother is not Ni having kweli other hatuna relationships. vingi, Yes, we don't have much, lakini Mungu ametupatia amani. but God has given Ni us kweli peace. una vingi, Yes, you have a lakini lot, kuna vitu Mungu but amekunyima. there's some things God did not Kwenye give you. maisha haya hakuna mtu mwenye kila kitu. In life, there is nobody who has everything. Kuna vitu tunavyo, There's things we have. we win some, we lose some. Kuna vitu tunapata, kuna vitu Kwani ndiye tunakosa. mmesahau habari za Raheli na Lea? Have you forgotten about Rachel and Leah? Raheli alikuwa peace kali. Rachel was beautiful. Beautiful. Nzuri. Beautiful. Nzuri. Peace kali. Very beautiful. Hata Biblia inasema alikuwa mrembo. Even the Bible says she was beautiful. Lea alikuwa hana mvuto. And Leah was not Na attractive. Biblia inasema alikuwa hana mvuto. And the Bible says she was not Tena attractive. Biblia inasema inatupa wazo kana kwamba Lea alikuwa na makengeza And fulani. as if the Bible is saying that she had different Yaani ili eyes. kuangalia inabidi achungulie hivi yani. For she look at you, she has to look at this side Ni first. kweli ni mbaya, Yes, she's ugly, lakini anazaa. but she can give birth. Raheli ni mzuri, Rachel is beautiful, lakini hana watoto. but does not have Kwenye children. maisha haya In this life, usiwahi tamani mambo ya do mtu. not desire someone's life. Shukuru Mungu kwa alivyokupa. Thank God for what He has given Muombe you. kwa mibaraka yako, Pray for your blessing. akupe baraka zako wewe May mwenyewe. give your Za blessing. kwangu huziwezi, Cannot be za able to mtu deal mwingine with mine. You huziwezi. cannot deal with another Wanandoa person. mko hapa, Those who are here, hili sio kambi la wanafunzi peke yake. this is not come meetings Uko for hapa kila students. siku unamsumbua mume wako. You are here every day. Kwa You're nini wewe sio disturbing us. kama baba fulani? Why can't you be Mbona like ufanyi somebody? kama baba Why fulani? can't you be like Hivi wewe somebody? mama, tungekupa wewe baba fulani, wewe ungeweza kukaa naye If we wewe? are giving you that certain money, Ungeweza wewe? would you be able to live with him? Majanga yake unayaweza Can you wewe? deal with his Hapa challenges? mnasema oh, And you're here kwa saying, nini wewe oh, sio kama mchungaji Baraka? why can't you be like Pastor Baraka? Kila Hey. siku mzee hana amani. Every day the Uwe man is kama not happy. mchungaji Baraka. Be like Pastor Wewe Baraka. unaweza kuishi na mimi Can wewe? you live with me? Unaweza wewe? Can you live with me? Mimi ni mzigo uliotosha. I am a Yaani burden. anayeweza kuubeba ni Aika peke The yake. one who can carry is only Aika. Usiwahi tamani maisha ya Don't mtu. desire someone's life. Upo hapa. You are here. Kila siku unamsumbua mke wako. Every day disturbing Wewe your mbona wife. sio kama mama fulani? Why can't you be like Mbona someone? unatembea kama miguu haina Why you are ushirikiano? walking as if your legs don't Mbona work? wewe uvai kama mama Why fulani? can't you wear like Huyo someone? mama tungekupa wewe baba, ungeweza If wewe? we give you that woman, would you be Ungeweza able? kiburi chake wewe? Would you be able to live with her? Ungeweza matusi yake Would you wewe? be able to Dharau take care zake ungeziweza would you wewe? take care of what she's In doing? every public success, Katika kila mafanikio there ya is hadhara private failure. kuna kushindwa kwa Acha ndani. kutamani maisha ya watu. Stop desiring people's lives. Muombe Mungu mibaraka Pray yako. for your blessings.